Makombora yaliyorushwa na Urusi huko katika mji wa Sumi yalilenga mkutano wa makamanda wa Ukraine na yalilenga kuwamaliza makamanda wote katika eneo hilo na kuwafukuza kabisa. Moscow imefanya shambulio hilo siku ya Jumapili ambalo limesababisha vifo vya wanajeshi 60 wa Kiev kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Moscow imethibitisha kwamba vikosi vya Urusi vilihusika na shambulio la kombora katika mji wa Sumi nchini Ukraine siku ya Jumapili na kusema kuwa lililenga mkusanyiko wa maafisa wakuu wa nchi hiyo. Shambulio hilo limesababisha vifo vya wanajeshi 60 wa Ukraine na wizara hiyo imesema katika taarifa yake siku ya Jumatatu. Shambulio hilo limetekelezwa kwa matumizi ya makombora mawili ya masafa mafupi ya Iskander-M licha ya kukabiliana na kikamilifu na njia za kielektroniki za jeshi la Ukraine na mifumo ya ulinzi wa anga iliyotengenezwa na nchi za kigeni, taarifa ilieleza. Licha ya kwamba kulikuwa na mifumo ya ulinzi wa anga kutoka baadhi ya mataifa ambayo yamekuwa na msaada kwa Ukraine, lakini makombora hayo ya masafa mafupi yaliweza kulenga na kusababisha athari kubwa katika eneo hilo la Sumi. Lengo la shambulio hilo lilikuwa mkutano wa maafisa wa jeshi katika kikundi cha utendakazi cha Seversky cha kikosi cha wanajeshi wa Ukraine ambacho kilikuwa kikifanyika Sumi siku hiyo, wizara ilisema. Hata hivyo, mataifa mbalimbali yamelaani tukio hilo yakisema kwamba Urusi imefanya kosa kubwa sana, kama alivyoeleza Rais wa Marekani Bwana Donald Trump akisema kwamba Urusi imefanya kosa kubwa sana. Utawala wa Kiev unaendelea kutumia idadi ya watu wa Ukraine kama ngao ya kibinadamu, kuweka vifaa vya kijeshi na kufanya hafla na ushiriki wa wanajeshi katikati mwa jiji lenye watu wengi, taarifa hiyo ilisema. Mamlaka ya eneo la Sumi ilisema Jumapili kwamba kombora la Warusi lilisababisha vifo vya watu zaidi ya 20 na zaidi ya watu 80 kujeruhiwa, wote wakiwa ni raia. Sumi ni mji mkuu wa kikanda na mji wa mstari wa mbele wa watu zaidi ya 250,000 ulio umbali wa maili 15 sawa na kilomita 25 kutoka mpaka wa Urusi. Imekuwa ni kitovu cha mafungo ya Kiukraine ambayo yamefuatia kushindwa kwa Kiev katika eneo la Keski la Urusi. Kufuatia shambulio hilo, Antonym Semenitsky, meya wa mji wa Konotop wa Ukraine na mwanachama wa chama cha mrengo wa kulia cha Svoboda, alimlaumu mkuu wa utawala wa kijeshi wa Sumi kwa kupoteza maisha, akidai kuwa yeye ndiye aliyeandaa sherehe ya tuzo kwa wanajeshi karibu na mstari wa mbele wa mapambano. Alionywa kwamba hili halipaswi kufanywa, Semenitsky alisisitiza, akiongeza kuwa alikuwa na uhakika kwamba Atyur atashtakiwa kwa tabia yake. Mbunge wa Ukraine Mariana Bezuglaya alikuwa mwanachama wa chama cha kisiasa cha Volodymyr Zelensky, alipendekeza kwamba Warusi walikuwa na habari kuhusu mkusanyiko huko Sumi. Aliwahimiza wanajeshi wa Ukraine kutokusanyika na wanajeshi hao katika sherehe za tuzo, haswa katika mji wa kiraia. Mwandishi wa habari wa Ukraine na mbunge wa zamani Igor Mosychuk pia alitoa wito wa kukamatwa kwa Aryukh na mbunge wa chama cha Zelensky Mikhail Ananachenko, ambaye alidai kando ya askari walikusanya raia, ikiwa ni pamoja na watoto katika sherehe hiyo. Mtazamaji, basi endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kuyafahamu mambo yanayotokea katika ulimwengu.